Wahenga wana msemo wao mmoja maarufu kwamba aliyenacho huongezewa. Sasa hicho ndicho kinachoonekana kutokea kwenye benchi la ufundi la wananchi Yanga chini ya kocha Mang'oba Mngiti katika eneo la ulinzi wa kati. Ni kwa sababu gani? Yanga katika msimu uliomalizika wa ligi kuu Tanzania bara ilifahamika kwa jinsi ilivyokuwa na ukuta imara. Ndio timu iliyoruhusu mabao machache zaidi. Mechi 30 imeruhusu mabao 9 tu, ikitumainia ulinzi imara mbali na eneo lake la golini ambako wapo akina Djigui Diarra, Abu Twalibu Msheli, lakini pia katika eneo la ulinzi wa kati ambako ni muhimu katika kushirikiana na magolikipa wao na viungo wao wa ukabaji, mabeki wao pembeni kuhakikisha wanakuwa imara. Yanga alikuwa imara sana wakiwa na Bakari Nondo Mwamnyeto, wakiwa na Ibra Baka, Dickson Job alikuja kuumia, Frank Yasink. Yanga mwisho wa msimu kama nilivyotoka kueleza awali wakawa ndio timu iliyoruhusu mabao machache zaidi kuliko timu zote kwa kuruhusu mabao 9 katika mechi 30 za ligi. Halikuwa jambo dogo hata kidogo, lakini wakati Yanga ikiwa na sifa hiyo ambayo kwa kiasi kikubwa iliwawezesha kutoa ubingwa wa 5 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara, bado benchi la ufundi linaongezewa mkali mwingine. Huyu ni Mohamed Musa Salum, beki wa kati ambaye msimu uliomalizika wa ligi kuu Tanzania bara aliitumikia Mashujaa akiwa amehamia kwenye timu hiyo akitokea Kagera Sugar. Mohamed Musa Salum alionyesha kiwango cha juu katika msimu uliomalizika wa ligi kuu Tanzania bara akishirikiana na wenzake katika klabu ya Mashujaa. Hapa tunazungumzia kina Samson Madeleke, mabeki wa pembeni kina Mpoki Mwakinyuke, kina Abdul Nasir Gamal Mohamed, viungo wao akina Samuel Onditi ambaye wakati mwingine naye alikuwa anashuka chini, lakini pia Baraka Mtui. Walikuwa imara sana kiasi ya kwamba Mashujaa licha ya kwamba haikuwa timu ambayo kwa ujumla wake ilifanya vizuri sana, ni kwa sababu ilimaliza ya 11 kati ya timu 16, lakini kwenye eneo lao la ulinzi wao walikuwa ni miongoni mwa timu zilizokuwa na ukuta imara zaidi. Namba 1 kwa ukuta imara kama nilivyotoka kueleza awali walikuwa ni wananchi Yanga wakiruhusu mabao 9 tu katika ligi nzima. Waliofuatia ni watani wa jadi wa Yanga ambao ni Simba wakiruhusu mabao 11, halafu kulikuwa na Azam iliyoruhusu mabao 12. Iliyofuatia baada ya hapo haikuwa Singida Black Stars ambayo ilishika nafasi ya 4 kwenye msimamo mwisho wa ligi kuu Tanzania bara, wala haikuwa TRA United, wala haikuwa JKT Tanzania, wala haikuwa Pamba Jiji na timu nyingine zilizo ndani ya 10 bora, bali ni Mashujaa ambao wao hawakumaliza kwenye 10 bora, walimaliza nafasi ya 11, lakini kwenye ukuta imara ndio iliyokuwa timu namba 4 ikiruhusu mabao 27 katika mechi 30. Tunaweza kusema tu kwamba kilichowakwamisha hata wakamaliza nje ya 10 bora ni eneo la ushambuliaji ambalo kwenye mechi 30 za ligi kuu Tanzania bara walimaliza kwa wamefunga mabao 15. Ndio timu iliyofunga mabao machache kuliko zote. Yaani hata zile zilizoteremka daraja moja kwa moja kama KMC kamwe hawakufikia idadi ndogo ya mabao kama walionayo Mashujaa kufikia mwishoni mwa msimu. Hata Mtibwa Sugar, bali wao Mashujaa ndio waliofunga mabao machache zaidi, mabao hayo 15. Lau kama wangekuwa na uimara katika kufunga, pengine wangekuwa na matokeo bora zaidi na pengine wangemaliza ndani ya 10 bora, lakini kwenye ukuta wao walikuwa vizuri. Hata makocha walipobadilishana kutoka akina Baresi, kutoka akina Salum Mayanga, pia Jamhuri Kiwelu Julio aliwaongoza mpaka mwishoni mwa msimu, bado kwenye eneo lao la ulinzi walikuwa imara sana, na haikushangaza kuona ilikuwa ni timu namba 2 kwa kupata sare nyingi katika ligi kuu Tanzania bara. Sasa katika mechi 30 za ligi kuu Tanzania bara kwa msimu uliomalizika, yeye alicheza mechi 23, dakika 2052, lakini kubwa zaidi kudhihirisha juu ya ubora wake katika kutekeleza majukumu ya kuzuia, Mohamed Musa Salum akawa ametoa tuzo ya mchezaji bora wa mechi mara 4. Yaani kwenye ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika ilikuwa ni nadra kukuta beki akitoa tuzo ya mchezaji bora wa mechi, lakini yeye alikuwa ni miongoni mwa mabeki wachache waliofanikiwa kutoa tuzo hizo, tena sio mara 1 bali mara 4. Ikumbukwe mchezaji aliongoza kutoa tuzo nyingi za mchezaji bora wa mechi kwa msimu uliomalizika 2025-26 ni mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama wa Simba aliyezitoa mara 7, akifuatiwa na wachezaji wawili kwa pamoja ambao ni Faisal Salum Feitoto na Alan Okello wa Yanga. Faisal ni wa Azam, wao walitoa tuzo za mchezaji bora wa mechi mara 6, halafu wapo waliotoa mara 5 akiwamo Idi Suleiman Nado wa Azam. Hawa wote ni wachezaji wa kiungo cha ushambuliaji wakisaidia timu kwenda mbele
wakati nakwenda kushambulia. Lakini kati ya wale walitoa tuzo nyingi huku akiwa ni walinzi ni pamoja na yeye Mohamed Musa Salum ambaye alitoa tuzo hizo mara 4 kama nilivyotoka kueleza. Sasa kutoa kwake Yanga ni nini? Maana Yanga chini ya kocha Mang'oba Mng'iti inakwenda kuimarika zaidi katika eneo hilo kwa kuwa na rasilimali watu wenye ubora wa hali ya juu. Ikumbukwe Ibra Baka yupo, Bakari Nondo Mwamnyeto ameongeza mkataba yupo, lakini vile vile Yanga wanaye Dickson Jobu. Hao wote watatu ni miongoni mwa walinzi wa kutumainiwa katika timu ya Taifa Stars katika fainali zilizopita za AFCON, na mara zote katika siku za karibuni wao wanapokuwa fit huwa hawakosi nafasi ya kucheza katika kikosi cha timu ya taifa. Na ndani ya Yanga walionyesha kiwango bora sana, wakipishana tu nafasi kwa sababu wote walikuwa kwenye kiwango cha juu. Lakini Dickson Job kuelekea mwishoni mwa msimu alipata majeraha na kukosa mechi kadhaa. Na kwa sababu hiyo Yanga bila shaka wanaona dhahiri shahiri kwamba Dickson Job hata atakaporejea hataanza moja kwa moja na kuwa yule Dickson Job anayefahamika, mtu kazi, beki wa maana, beki wa kisasa anayejua kutekeleza majukumu yake uwanjani, kwa sababu atahitaji muda wa kupona kabisa ili arejee Dickson Job yule. Sasa ni kwa sababu hiyo bila shaka wakalazimika kuingia sokoni kupata beki mwenye ubora wa hali ya juu ambaye ni huyu Mohamed Musa Salum, kwenda kuungana na wale waliopo kuiongezea Yanga kile ambacho tayari wanacho ili kuifanya kuwa imara zaidi. Kocha Mang'oba Mng'iti ni juu yake sasa katika msimu ujao ligi kuu Tanzania bara, michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kombe la shirikisho la benki ya CRDB, kuona ni kwa namna gani wachezaji wake hawa eneo la ulinzi wakati watakavyoweza kumshawishi ili kupata nafasi ya kucheza, kwa sababu kwenye mifumo yake mabeki wakati kuna baadhi ya mechi wanaweza kucheza watatu, akianza na mfumo baada ya golikipa kuwa na walinzi watatu wakati, halafu anakuwa na wanne wakiwemo ma wing backs kwenye upande wa kulia na kushoto, anakuwa na kiungo mmoja juu ya washambuliaji wawili, au wakati mwingine ambao ndo hupanga mara nyingi zaidi hata alipokuwa Mamelodi, hata alipokuwa Golden Arrows, ni pamoja na mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, halafu anakuwa na viungo watatu, halafu anakuwa na kiungo mmoja juu kunakuwa na washambuliaji wawili, au anakuwa na walinzi wanne baada ya golikipa, viungo watatu, viungo wawili juu mshambuliaji mmoja. Sasa katika mifumo yote hii pamoja na ule wa 4-2-3-1 kwa maana walinzi wanne, viungo wale ukabaji, watatu washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, kote panahitaji mabeki wakati. Lakini ukiondoa mfumo wa kwanza na mabeki wakati watatu, mifumo mingine inahitaji mabeki wawili tu. Maana yake ni kwamba kutakuwa na ushindani sasa, ushindani wenye afya kwa Yanga, kwamba Ibra Baka, Bakari Nondo Mwamnyeto, Dickson Job, halafu kuna Mohamed Musa Salum, yupi wa kuanza ni juu ya benchi la ufundi, kwa kuona namna gani wote hawa wanafanya vile ambavyo benchi la ufundi linahitaji katika kutekeleza mipango ya timu. Kwa ujumla tu Mohamed Musa Salum akiendeleza kile ambacho ameshuhudiwa akiwa Mashujaa, akiwa Kagera Sugar, ni dhahiri kwamba Yanga wamepata mtu wa maana, mtu mzoefu katika ligi kuu Tanzania bara, kiasi ya kwamba wanakuwa na jeuri ya kupanga kikosi watakavyo chini ya kocha Mang'oba Mng'iti kwa msimu ujao. Lakini mazuri yote yakusana changamoto. Akiwa Mashujaa ilikuwa inapambana isiteremke daraja na sio kupambania ubingwa. Ndio, kabla ligi kuu Tanzania bara kuanza katika kila msimu timu zote 16 huwa zinawazia ubingwa, inafahamika. Lakini kiuhalisia uwanjani zipo ambazo zenyewe huwa mapambano yao huwa hayahusishi ubingwa bali kumaliza top 4 au kubaki katika ligi. Msimu uliomalizika wa ligi kuu Tanzania bara, Mashujaa kumaliza nafasi ya 11 ni ushahidi kwamba ilikuwa inapambana ibaki katika ligi, maana katika timu 16 mbili uteremka moja kwa moja ambazo zilikuwa ni KMC na Mtibwa Sugar, halafu kuna timu mbili zilicheza playoffs. Kwa hiyo katika timu 16 4 unaziondoa, kwa maana mbili zinazoteremka halafu mbili zinapambana playoff. Naziondoa nafasi hizo kwa sababu hakuna kocha, timu inapambana ili malize katika nafasi hizo 4 za kuteremka daraja na kupigania kubaki kwa maana ya playoffs. Sasa zinazobaki maana yake hapo sasa kutoka zile 4 unaanzia nafasi ya 12, ya 11 kwenda juu. Sasa wao walimaliza nafasi ya 11. Unaona ilikuwa inapigania ibaki katika ligi kuu Tanzania bara. Lakini hata alipokuwa Kagera Sugar ilikuwa ni timu ya kupambana sana ili ibaki katika ligi, akiwa nayo timu mwisho wa siku iliteremka daraja, yeye akahamia Mashujaa. Sasa anatua Yanga. Yanga ni timu ambayo ni kila taji linaloshiriki Yanga wanachokihitaji ni kufika mwisho na kulitwaa taji husika. Sasa ligi kuu Tanzania bara wameshatoa mara 5 mfululizo, watahitaji kupata mara 6. Kombe la shirikisho la benki ya CRDB
walitoa mara 4 mfululizo, lakini msimu huu wakalipoteza kwa watani zao jadi Simba. Watatamani walitoe tena. Kombe la Muungano walikuwa wanalishikilia, msimu uliomalizika 25-26 likatwaliwa na Simba, lakini pia ligi ya mabingwa barani Afrika walimaliza kwa mara nyingine msimu wa pili mfululizo katika nafasi ya 3 kwenye hatua ya makundi. Yanga watatamani wafanye vizuri zaidi pia kwenye ligi ya mabingwa kwa kufika mbali. Sasa wachezaji wake ni pamoja na yeye, lazima ajiandae. Pressure za Mashujaa, pressure za Kagera Sugar, za Yanga ni kubwa zaidi ya huko alikotoka. Kwa hiyo ajiandae kwa hilo. Lakini changamoto nyingine kwake ajiandae ni ushindani wa namba. Kama nilivyotoka kueleza, ndani ya Yanga kuna wachezaji bora wa hali ya juu, hasa katika eneo la walinzi wa kati ambao ndio huunda kikosi cha timu ya Taifa Stars kwenye eneo la ulinzi, na ndio walifanya Yanga msimu uliomalizika iruhusu mabao machache zaidi, msimu uliopita iruhusu mabao machache zaidi alikuwa 10, msimu wa nyuma yake tena iruhusu mabao machache zaidi. Yeye anakwenda kushindana nao kuhakikisha anamshawishi kocha Mngiti ili apate nafasi ya kucheza. Lazima ajiandae kwa hilo. Vinginevyo bonge la usajili. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.